Je, atatoboa? Hilo ndilo swala ambalo kwa sasa linazunguka vichwani mwa mashabiki wa Simba na wadau wa soka nchini baada ya kipa klabu hiyo Moussa Camara kuanza kuonyeshwa njia kuelekea Ulaya, huku klabu ya FC Annecy ya Ufaransa ikitajwa kuwa karibu kunasa saini yake. Camara alikuwa mmoja wa makipa bora katika ligi kuu bara kwa misimu ya karibuni. Amepokea ofa ya miaka miwili kutoka FC Annecy inayoshiriki ligi ya pili nchini Ufaransa. Mbali na ofa hiyo, kipa huyo pia anafuatiliwa na klabu moja kutoka Kazakhstan, lakini taarifa zinaeleza kuwa mazungumzo na Annecy yamefikia hatua nzuri zaidi. Kipa huyo alijiunga na Simba mwanzoni mwa msimu wa 2024-2025 akitokea Guinea na hakuchukua muda mrefu kuonesha uwezo wake. Mara baada ya kutoa Msimbazi, alifanikiwa kujihakikishia nafasi ya kipa namba moja, akiwacha benchi makipa waliokuwa wamezoeleka kikosini hapo kama Aishi Manula. Katika msimu wake wa kwanza akiwa na Simba, Camara aligeuka kwa mmoja wa wachezaji muhimu zaidi ndani ya kikosi hicho kutokana na uwezo wake wa kuokoa mipira ya hatari, kuongoza safu ya ulinzi na utulivu wake katika mechi kubwa, jambo lililomfanya ongezee mkataba wa mwaka mmoja tena, mkataba ambao unamalizika mwishoni mwa msimu huu, ingawa aliotumikia akiwa nje kutokana na majeraha. Hata hivyo, historia ya wachezaji waliotoka Tanzania kwenda Ufaransa imekuwa na sura mbili tofauti. Wapo walioondoka na ndoto kubwa lakini wakashindwa kung'ara kama ilivyotarajiwa. Mfano mzuri ni Pape Osman Sako na Shomari Kapombe ambao waliwahi kujaribu bahati yao nchini humo, lakini safari zao hazikuzaa matunda makubwa kama wengi walivyotarajia. Pia upande wa mafanikio ambao unaweza kumpa matumaini Camara, mastaa waliowahi kucheza katika ligi za Afrika Mashariki na baadaye kutoboa Ulaya kama Shabani Nonda na Mbwana Samata walionyesha kuwa inawezekana kwa mchezaji kutoka ukanda huu kwenda kushindana katika kiwango cha juu kabisa. Kwa upande wa Simba, swala la Camara limeibua mjadala mkubwa ndani ya klabu hiyo kutokana na umuhimu wake katika kikosi hicho, ambapo moja ya chombo cha habari kiliwahi kuandika namna mabosi wa Simba walivyokuwa kitafuta mbadala wa muda mrefu langoni, jambo lililoonyesha namna nafasi ya kipa ilivyokuwa nyeti ndani ya kikosi hicho. Licha ya baadhi ya viongozi wa Simba kutamani kumuona akiendelea kubaki Msimbazi, hadi sasa hakuna mkataba mpya uliowasilishwa kwa kipa huyo, jambo ambalo limefungua milango kwa timu zinazomhitaji. Mwenyekiti wa bodi ya kurugenzi ya Simba Crescentius Magori aliwahi kukiambia moja ya chombo cha habari kuwa Simba itafanya uamuzi juu ya kipa gani wanakwenda naye msimu ujao kutokana na mapendekezo ya kocha mkuu wa kikosi hicho Steve Barker. Nafasi ya Camara Simba inazidi kuwa ndogo, kwani kocha Barker amefanya kazi na Jibril Kasali ambaye mkataba wake unamalizika mwishoni mwa msimu, huku rekodi zake zikizidi utamu akiwa na clean sheets 12. Msimamizi wa Camara amesema wazi kuwa mchezaji huyo hawezi kuendelea kusubiri bila uhakika, wakati kuna fursa kubwa zinazomsubiri nje ya Tanzania, ambapo nikimnukuu anasema Simba hawajampa mkataba wowote Camara. Wapo viongozi ambao wanatamani abaki, tunaiheshimu Simba, lakini Camara ni kipa mzuri, hawezi kusubiri uamuzi wa Simba, mwisho kunukuu. Aliongeza kuwa kwa sasa kila kitu kinasubiri uamuzi wa mwisho wa kipa huyo mara baada ya kurejea kutoka majukumu ya timu yake ya taifa, ambapo nikimnukuu anasema kwa sasa tunasubiri arudi timu ya taifa ili aweze kufanya uamuzi. Tumeshapokea nakala ya mkataba kutoka Ufaransa kwa timu ya FC Annecy. Mazungumzo yetu yanaendelea vizuri sana.